Kanisa la DNPC limeweka wakfu marekebisho ya katiba yake ikiwa ni sehemu ya kuimarisha utendaji wa kanisa kwa kukuza ufahamu, weledi na uwajibikaji katika utekelezaji wa majukumu pamoja na kutoa nafasi zaidi kwa vijana kushiriki katika uongozi na kuchangia maendeleo ya taifa. Katibu mkuu wa kanisa hilo Matthew Jacob amesema marekebisho hayo yanalenga kuendana na mahitaji ya wakati, kujenga viongozi wenye uwezo wa kulitumikia kanisa kwa ufanisi na kuweka mazingira yatakayowezesha vijana kukua na kushika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya kanisa na katika nchi kwa ujumla. Hii ni ripoti zaidi. Naitwa Askofu Matthew Jacob Sulut, katibu mkuu wa kanisa la Disciple Nations Pentecost Church, kwa kifupi DNPC. Leo ni siku ya kikao cha halmashauri kuu ya kanisa mjini Babati Miomboni. Lengo la kikao hiki cha halmashauri kuu ni kuweka wakfu marekebisho ya katiba ya kanisa toleo la mwaka 2021, marekebisho ya mwaka 2025 ambayo yamepitishwa rasmi na msajili wa jumuiya za kiraia tarehe 16 mwezi wa 7 2026. Pia ni siku ya kukutana na wajumbe wa kamati ya uchaguzi. Uongozi wetu unakaa madarakani kwa muda wa miaka mitano toka 2021 hadi leo tumekamilisha miaka mitano. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa viongozi ambao utafanyika tarehe 22 hadi 24 mwezi wa 9 2026, makao makuu ya kanisa pale Kaloleni. Lengo la kufanya maboresho haya ni kanisa linapokuwa pia maono yanapanuka. Tunafanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi kwa ajili ya maono yetu ya kutekeleza agizo kuu la Yesu Kristo, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Uhitaji unakuwepo kila siku wa kufanya maboresho. Kwa hiyo yale yaliyokuwa yamepungua kwenye katiba tumefanya maboresho, na katiba yetu ni ya tangu mwaka 1965. Marekebisho ya mara ya pili yalifanyika mwaka 1993. Marekebisho mengine yalifanyika mwaka 2021. Kwa hiyo marekebisho haya mengine ni ya kukuza ufahamu zaidi na uweledi katika utendaji wa kazi ya Mungu. Marekebisho haya au maboresho haya yanalenga maeneo hayo yote kwa ujumla, kwa maana ya kwamba kiroho waumini wetu wakue, kimwili vile vile wakue, tuwe na vijana ambao wamesoma na watashika nafasi mbalimbali za uongozi katika nchi yetu. Haya marekebisho yana lengo la kuboresha, kurekebisha, kupunguza migogoro na kuleta mazingira bora ya kuabudu. Baada ya Biblia kinachofuata iwe katiba. Baada ya Biblia basi mtu akija kanisani na Biblia lakini pembeni yake ana katiba. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.